Mradi huu wa ukamilishaji wa chumba cha TEHAMA umekamilika kwa asilimia kubwa na chumba kinatumika katika shughuli za ufundishaji na ujifunzaji kwa wanafunzi na walimu ndani ya kata na nje ya kata. Mpaka ukarabati huu umekamilika umegharimu kiasi cha shilingi milioni 11,594,500 ukiwa ni pamoja na ukarabati wa darasa moja na ofisi moja. Ndugu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa, shule ya msingi Nyamande imepokea vifaa vya TEHAMA kwa awamu mbili ambavyo vinatumika katika swala zima la ufundishaji na ujifunzaji. Vifaa hivyo ni kama ifuatavyo: photocopy mashine 1, desktop HP 20, laptop HP 1, UPS ndogo 10, UPS kubwa 1, smartboard 1, blackboard 1, cassette 1, scanner 1, controller 1, speaker 2, microphone 2, teacher camera 1, student camera 1. Ndugu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa, darasa hili la TEHAMA limeleta tija kubwa katika swala zima la ujifunzaji na ufundishaji. Kwa kuwa mmefika Nyamande, ni vema mkajionea wenyewe jinsi chumba cha TEHAMA kinavyorahisisha ujifunzaji na ujifunzaji. Tunapenda kuishukuru serikali ya awamu ya 6 na Chama cha Mapinduzi chini ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa CCM Taifa, kwa kutekeleza ilani ya uchaguzi wa CCM wa mwaka 2025-2030. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye kwa kweli wakati wote amezungumzia kuboresha mbinu za kujifunzia na kujifunza katika ngazi zote. Na hapa waheshimiwa, tunaona katika level ya chini kabisa ya shule ya msingi tunakuwa na mambo mazito kama haya. Sisi tumekuwa tumesoma, niseme mpaka namaliza chuo kikuu sikuwahi kuonana na facility kama hii. Sasa leo Mheshimiwa Rais anaishusha mpaka huku chini. Na hapa tunazungumza saa hizi kuna vyuo vikuu kienda hawana hii facility. Sasa haya ni mambo makubwa na mazito ambayo Mheshimiwa Rais ameamua kuyafanya. Na kwa nini tunafanya hivi? Tunafanya kwa sababu ulimwengu tulio nao, haya ndiyo maisha ya kila siku. Sasa ziko dhana pia za kupingana na kupiga kelele na matumizi ya kompyuta kwa watoto wetu. Nadhani kinachotakiwa tuwa guide katika kuhakikisha wanatumia kompyuta kwenye mambo ya msingi kama haya. Lakini leo kuzuia kompyuta kwa watoto wetu hawa ni kama pia tunajikosea kidogo. Ziko program saizi ambazo kimsingi watoto wanatakiwa wazifahamu, ambazo hata si wenyewe hapa tuzijui. Kuna program sasa hivi ya IA. Mimi na mtoto wangu yuko form 1. Yaani anaijua kuliko mimi. Kwa hiyo nabaki na nganga macho. Yeye ameshafika mbali, anaichezesha huko, atatengeneza ukumbi, atapigana ngumi, atafanya nini. Kwa hiyo teknolojia imekuwa. Kwa hiyo rai yetu tuendelee kupokea na kupongeza mawazo chanya haya yanayoletwa katika ulimwengu wa sasa, lakini kipekee viongozi wetu ngazi zote. Wako waheshimiwa madiwani ambao kama tulivyoona, baada ya kuona umuhimu huu waliamua kutenga fedha kwa ajili ya kukarabati kumbi huu. Yuko mheshimiwa mbunge ndugu yetu Daniel Chongolo, tumeona naye namna alivyoshiriki katika jambo hili. Yote haya ni katika kuhakikisha tunaboresha miundombinu ya elimu. Kwa hiyo sisi kama wajumbe wa kamati ya siasa tunapongeza jambo hili, na kwa kweli tunalichukua kama mfano, na tunaomba liendelee kuenea katika shule zingine zetu zote, kwa sababu mwisho wa siku tunataka huu ndio mfumo wa maisha ya siku zetu katika eneo la elimu. Vinginevyo tumejionea wenyewe watoto hapa ambavyo wanashiriki katika kutumia teknolojia hii na hatuwezi kuikwepa. Baada ya kusema hayo, nishukuru tena na niwapongeze, na sasa tunachokisema tutunze miundombinu hii. Kwa maana ilivyo hapa, sijajua ulinzi ukoje, lakini tusipokuwa makini, mwisho wa siku vifaa vitaanza kutoka kimoja baada ya kingine, kwa sababu
Pia huko kijijini ndio maisha ya vijana wetu. Leo ukifanya maigizo hapa, atachukua speaker hiyo akafunge kwenye chumba chake apate mziki mzito. Atachukua kifaa kingine akafanyia shughuli zake huko, kwa sababu ndio mahitaji yetu. Kwa hiyo ulinzi uimarishwe, na hatujajua na mkakati gani wa kulinda vitu hivi ili vibaki kuwa salama na vitoe tija inayokusudiwa. Kwa ujumla, ufundishaji kwa kutumia vifaa vya TEHAMA umeweza kurahisisha sana. Wanafunzi pia wameweza kuwa na motisha na hali kubwa ya kuweza kuhudhuria kwa ajili ya kuweza kujifunza vitu vya namna hiyo hapa. Lakini pia kitu kingine, wameweza kuwa wameongeza uwezo mkubwa kufahamu vitu vya vya teknolojia au tunasema vitu vya TEHAMA. Yaani kwa mfano, mwanafunzi mara ya kwanza kabla hajaja hivi vitu, ukimwambia hivi kuna aina za kompyuta alikuwa hajui, lakini sasa hizi humu ndani kuna aina za kompyuta. Kuna kompyuta ya mezani, lakini pia kuna kompyuta za mpakato, zote zimo ndani. Kwa hiyo maana yake ukimwambia, anaona kabisa tofauti na mara ya kwanza ukana naambia tu kwa kutumia kwa kutumia nadharia bila vitendo. Ingepunguza utoro kiasi gani? Yaani utoro sasa hizi umeisha kabisa, kwa sababu akishinda maana yake anaenda kusimuliwa kama bwana wenzako leo tumejifunza kitu fulani. Kwa hiyo maana yake anasema ila mimi naweza kujifunza, basi ngoja nifanyaje, ngoja niweze kwenda. Kwa artificial intelligence wameshaanza kujifunza, umeona namna gani ya kuweza kutengeneza baadhi ya vitu. Kwa mfano kuna kitu moja kinaitwa coding, hicho unacho kwenye masuala ya TEHAMA kipo. Kwa hiyo wanajifunza namna ya kutengeneza magame, namna ya kuweza kutengeneza zile content zile, baadaye wanaelekea. Kwa hiyo kinamna moja au nyingine tuseme hivi shule imekuwa kidogo ni rahisi tofauti na zamani. Kwa majina naitwa Joel Dr. Mwenda. Ulivyoniambia hivi nikiwa nyumbani kama mimi hapa najisikia vibaya, lakini nikiwa na wenzangu hivi tunajifunza hapa shuleni, mwalimu anafundisha najisikia vizuri. Kwa mimi nikiwa mkubwa nataka niwe daktari. Tumejifunza kwenye program jedwali, jinsi ya kutumia ubao, kompyuta hizi. Pia imetusaidia kurahisisha kutoa matokeo mitihani, sio tofauti na mara ya kwanza. Nimefurahia ubao wa blackboard. Nimezifurahia na kompyuta. Tumejifunza namna ya kutumia kompyuta na namna ya kutumia ubao. Inatusaidia kukuza taaluma kwa sababu hata muda mwingine matokeo tunatoa kwa kutumia kompyuta. Imepunguza kwa kiasi kikubwa sana kwa sababu wanafunzi wanapenda sana kuingia katika chumba cha kompyuta.